obey my command, protect yourself all time. Okay? Touch glove. Touch gloves. Asante, tunaendelea kuenjoy buti yetu nyingine kati ya Kato Machemba in second out of the ring. Tanzania Kato Machemba inapaswa kuwa adjust mchezo wake kutoka kwenye fight nyingine ambazo zilizopita, kuwa na mwenendo mzuri sana, lakini akionekana hapa leo akikaribisha bondia huyu kutoka Impal India, ambaye si mwingine bali ni Kesham Singh. Hebu tuone Kato akianza na jabu yake vizuri sana, kipeleka jab. Kumwangalia Kato Machemba ni bondia ambaye ninamfuatilia mara nyingi. Mwenendo wake unapanda na kushuka. Kwa sababu zipi? Unajua yeye anakutana na mabondia wanajua wakali sana, unajua yaani unakutana bondia kama huyu Mwindi, unaweza kusikia tu jina li Mwindi, lakini mwangalie Mwindi anavyocheza, yaani umpige tu kwa uwezo, sio kama kaingia ajui. Mwindi katulia, na gadi nzuri, ana counter nzuri, anajua anatafuta nini. Left hand ya Kato Machemba imempeleka moja kwa moja Kesham Singh chini, na ilikuwa ni counter punch mbaya sana ambayo amekutana nayo. Anasema bwana, mimi niko vizuri. Hii ni moja kati ya counter punch nzuri sana, wakati hapa Nasibu Ramadhani akijaribu kutoa maelezo, ndio Kato Machemba akamthibitishia kwamba mimi niko vizuri, anataka kufanya follow up ya kumaliza, lakini vile vile ni kama ameingia katika kiana combinations, naenda ataki kumruhusu Kato afanye kile ambacho anakihitaji, lakini uoga umemwingia Singh kutoka India. Knockout ya mama, na tumeshuhudia tayari jab nzuri sana Kato anaenda nayo, akimtafuta chini na akijaribu kupumzika kwa wakati huu. Kesham Singh hapa ndo Kato Machemba anavyotakiwa afanye finishing, kwa sababu bondia huyu Mwindi sio mbaya, ni mzuri. Kwa hiyo hapo akishalikava tu raundi zingine atakuja kumsumbua. Kwa wakati huu kama anaweza kumaliza fight aimalize, lakini Mwindi ni mzuri, Mwindi ni mzuri na amekuwa akitafuta tumbo, lakini bado anaruhusu eneo lake la sura kuguswa. Nazungumzia hapa Kesham Singh kama hivyo, jabu hiyo Kato inamsumbua sana tena kwa mara nyingine. Yeye anatafuta tumbo, lakini Kato anaitafuta sura. Combination ambazo mnazo Singh, counter jab pia Bahendi imekataa. Kama ulivyosema Nasim, ni mjanja pia huyu. Ukiangalia namna ambavyo anacheza, yaani ile jabu inamsumbua sana. Left hand ya Kato inamsumbua sana pia Singh. Angalia namna ambavyo anakutana nayo kwa mara nyingine. Kato tena, yaani ile jabu angeunganishia na ngumi nyingine angeweza kumchukua mapema sana, kwa sababu anampigia jabu alafu anamsikilizia. Ndio hapo kama hivyo. Bonde punch anazitafuta sana huyu. Imekuwa ni round ya kwanza ya namna yake, tumeshuhudia moja kwa moja Kato Machemba akianza vizuri, akimlambisha sakafu Kesham Singh. Nini ambacho tunasema Nasibu Ramadhani kwenye round ya kwanza? Ukiangalia hii round Kato Machemba amecheza vizuri katika kiwango cha juu sana, yaani kile alichokuwa amekiplani amefanikiwa kwa round hii. Na ukimwangalia huyu Mwindi ni bondia mzuri, sio mbaya, ni bondia mzuri ambaye bondia mwenye mahesabu, sema kwa sababu tu kwa kawaiwa. Nadhani raundi ya pili kasharudisha hapa ufahamu wake, tuone kutaendelea nini, lakini naona jabu yake inamsumbua sana ya Kato Machemba. Hizo body punch ambazo amekuwa akizitumia Singh pengine zikamletea shida yoyote Kato. Akizikubali mara kwa mara zitaweza kumchosha, kwa sababu ngumi ni ngumi na ngumi yoyote inauma. Kwa hiyo ukikubali kuzoea, mwisho wa siku itakuletea madhara. Haya, acha tuone kwenye round hii hapa. Referee Ramadhan Palasa anaruhusu. Haya, tuende kazi, tuangalie. Mchezo ni ule ule ambao mwingine Kato kutumia jabu yake zaidi. Hiyo hapo akimfuata, lakini Singh akiingia yeye anatafuta tumbo na anapiga combinations za kutosha, ana land punch zaidi ya moja, lakini Kato inaonyesha kabisa kwamba power yake imetenganisha kitu. Anamwambia bwana, mbona unanipiga mgongoni? Jabu hiyo, ana jabu nzuri ambayo inamsumbua, alafu right hand ambayo imeondoka hizo hapo. Tafuta body punch pia.
Hiyo left hand inamtesa sana inamtesa inamsumbua na vibaya. Body punch ambayo ameitafuta. Kiendelea saa hizi ni kama kuna nidhamu ambayo imeonekana kwa mabondia wote wawili, tofauti na raundi ya kwanza. Ilikuwa ni ina kasi ya kutosha. Inauti ambayo anaenda nayo lakini pengine pia kile kimo cha Kato kinaenda vizuri sana, nzuri overhand nzuri sana ambayo ameenda nayo Kato, na anamtafuta Singh. Anachokiona kwa hivi sasa ni kutaka kumkumbatia zaidi, na anampeleka pembeni, anamkataa. Overhand imekataa kutoka kwa Singh kwenda kwa Kato. Kato anapeleka right hand yake. Bado yani Kato anatakiwa aongeze tu makini, aangalie sehemu anayopiga. Haya, tunasema ile target ya Kato ni muhimu zaidi ili kutunza pia energy yake, power isiende bure tu. Zama hiyo kuna overhand ambayo anaitengeneza nzuri sana, jabu hiyo kutoka kwa Kato. Ni pambano ambalo linakutanisha mabondia wawili kutoka Tanzania na India. Kato kaenda na kwa counter. Kato kitu anachotakiwa awe makini tu. Mimi kwa jinsi ninavyomwona ule Mwindi anavyocheza hajapoteza sana bado. Kwa hiyo anatakiwa asimchukulie kama kamweza sana, anatakiwa amtafutie, amfanyie mahesabu, ampangie ngumi. Ile jabu anayopiga itafutie ngumi zingine ambazo za kuziongezea ili zizidi kumchosha. Angalia ni kama anamuhesabia saa hizi anafanya kitu gani, na yeye anajibu. Na yeye anajibu kama hivyo. Kato kama kisalia na mchezo huo tena, jabu yake akiendelea kuitumia vizuri. Kisha kata kutoa jab tena hivyo, kumtafuta kwa mara nyingine tena. Jabu kifanya kazi kwa setup, lakini mkataa ile uppercut. Body punch nzuri sana imeitika ikasikika. Naona Mafia Boxing Promotion wameamua kuwekeza kwenye overhand nzuri sana, right hand ambayo ameipeleka imefika moja kwa moja. Ni uzuri tu kwamba pia Kato ni mvumilivu, lakini ukiangalia right hand ambayo alikuwa ameipeleka Keisha Singh ilikuwa imefika moja kwa moja kwenye paji la uso. Hakika ni moja kati ya mchezo ambao hapa nyumbani Tanzania umebeba wafuasi wa maana, na hapa kinachoendelea ni Tanzania dhidi ya India. Kato Machemba huyu ambaye ana rasta hivi dhidi ya Keisha Singh ambaye ameingia kwenye raundi hii ya tatu kwa kutafuta body punch, lakini akiangalia namna gani Kato anafanya counter nzuri sana. Ilikuwa ni hapa kati ile ambayo alikuwa ameipeleka Kato, alihesabu vizuri sana lakini haikukaa. Kato ana ngumi kali, kila anayepiga ni kali. Kwa hiyo huyu Muhindi kama ana defense nzuri anaweza kwenda chini tena. Kato taka kuirejesha heshima yake kwa namna ya kipekee hii leo. Taka kuirejesha heshima yake kwa namna ya kipekee, lakini Nasib Ramadhani anamwambia kwamba anapaswa kuwa makini. Ili pambano wote mafundi, yani wote mafundi yani. Haya, kama anachoka vile kumbe bado yumo yani. Naam. Wapata vilivyo vile ambavyo inahitajika na mnasikilizana vilivyo kwa wewe ambaye huko ambaye unatazama, mambo yanaenda vile ambavyo inahitajika. Kato huyo body punch ameruhusu, lakini yeye pia akajaribu Kato. Jabu inaenda jabu hizo ni ngumi ambazo kila wakati akiwa anazipiga ni nzuri. Kato energy yake ataendelea kuitunza vile vile mpaka raundi ya mwisho ambayo ni raundi ya 8. Angalia body punch ambazo anazipeleka huyu Singh, yeye ndio eneo ambalo anaona analimudu zaidi. Angalia body punch kwa asilimia kubwa, yani ndo ngumi zake. Sijui kaambiwa kwamba labda tumbo halipo sawasawa la Kato, yani kwa jinsi juu hawezi kumpata vizuri, ndio maana unakuta anaanza chini ili aweze kumfikia juu.
Unaona kutabodi anapiga sana chini ili afike juu, kwa sababu apigi juu, yaani ngumi zake utaona light ipo kwenye kifua, jabu kwenye kifua na hapa kati, kwa sababu kichwa hakipati vizuri, kwa hiyo lazima anze chini ili afike juu. Kato hiyo naiona kuna hapa kati ambao anaitengeneza lakini haikai sawa sawa. Kwa ameruhusu pia zile gadi yake ilikuwa wazi na kwa kuna straight punch ambazo hawezipeleka hapa Keisha Msing za moto kwelikweli. Mwisho wa raundi ya 4 imemalizika. Raundi ya 4 imekamilika. Kwa hakika Keisha Msing ni kama amebadilika na haumuoni kuwa na dalili za mwisho wa raundi ya 3 inakuja raundi ya 4. Ile pesi yake tokea mwanzo na kadiri ya muda unavyozidi kwenda unakuwa ni kama anaanza sasa kuzoea hali ya ulingo, anaanza kuzoea mazingira. Ile knockdown ya raundi ya kwanza ndio ilimtoa mchezoni. Haya, hakika ni raundi ya 4, nusu ya safari. Unaona Alan Kamoto akiwa kwenye kona ya Kato akitoa maelezo. Maelezo alikuwa anamsaidia kwa wakati huu Kato. Angalia left hand pia ambayo ameenda nayo Singh. Nzuri sana ambayo Kato pia kijaribu. Janja sana pia Singh. Jab, body punch nzuri. Jab tena akiendelea kuitumia Kato kwenye setup yake ambayo anaitumia counter jab hizo. Jab sehemu kwa pamoja wote wakirusha. Kama ukimwangalia Kato Machemba sasa hivi amekubali kupokea ngumi ili yeye apige, na Muhindi ameamua yeye kutembea, anacheza na score, anatembea. Hey. Ameipeleka nyingine hiyo right hand ambayo ni yenye nguvu, lakini bado Singh yupo. Amekutana nayo pia left hand hiyo Singh, amekutana nayo kutoka kwa Singh, amekutana nayo Kato tena akimpeleka kushoto na kulia, anaikaunta ile jab saizi Singh. Kato ana punch nzito na ana ngumi kali kushinda Singh. Kushinda huyu nani? Singh kutoka India. Kwa hiyo ni kitu ambacho Kato anatakiwa apangilie ngumi zake kumwindia, yaani hakikisha anapoenda kupiga ni sehemu ambayo itamtia maumivu. Acha tuone kile ambacho kinafanyika kwa wakati huu. Lakini ukimwangalia huyu Singh ni bondia ambaye ni mzuri, yaani hapa amezidiwa tu power. Na ukiangalia hapo katika raundi ya 4 imekamilika. Raundi ya 4 imekamilika na imekuwa ni moja kati ya pambano ambalo kadiri ya muda unavyozidi kwenda ule ufundi kwa upande wa Keisha Msing unauona, lakini bado unamuona Kato akiendelea kusalia na njia ile ambayo amekuwa akiitumia kuanzia raundi ya kwanza. Labda ndio sababu imekuwa rahisi pia kwa upande wa Singh kujua kitu gani ambacho anaweza kukifanya kwa muda wote. Hakika ni sehemu ambayo inaruhusu watu mbalimbali kuja na kushuhudia pambano hili, au leo hii ikiwa ni knockout ya mama season 9 kutoka Mafia Boxing Promotion. Ikiwa mambo ni mazuri, Kato akiingia tena kutoka Mafia Boxing Promotion. Moja kati ya uwekezaji mkubwa ambao unaendelea kufanyika kwenye boxing ya Tanzania ni kutoka pale pia Mafia Boxing Promotion, chini ya mtu mwenye maarifa
Zayumba akiendelea kuwalea na kuwakuza vijana na kuwapa maarifa kuhusiana na mchezo na baadaye kuwakomboa kwenye maisha kiujumla kupitia mchezo. Kitu cha kufurahia kukiona kama hivi boxing ikifanyika kwenye eneo kama hili. Angalia ambapo amepelekewa ile moto ya body punch, akawa anatengeneza mazingira ya kusema kwamba ni eneo la mgongo. Kwani mgongoni huruhusiwi kupigwa mgongoni hauwezi kuruhusiwa, ndio maana unaambiwa sehemu za kupigwa pale unaelekezwa. Ndio maana ameguswa mgongoni, anamwambia refa, vipi, mbona anapiga mgongoni? Lakini sasa inatokana naye mwenyewe jinsi unavyogeuka, ndio ile punch inavyokufika. Body punch hizo ambazo anaanza nazo kwa speed nzuri, in out, jab nzuri sana ambayo amepeleka Kato, na pia akiruhusu jab moja na body punch. Yaani Kato ana jabu nzuri, sasa anashindwa kuiunganisha ngome nyingine. Wewe ukimwangalia huyu bondia kutoka India akipiga jabu apigi moja, kuna ngumi ambazo akipiga jabu juu chini lazima atapiga right. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima viende sambamba. Kwa hiyo anampiga jabu inakubali, lakini anashindwa sasa kumalizia kama hivyo yani hasa angepiga ngumi nyingine, yani itakiwa asipige moja, yani mbili kuendelea, yani kama hizo. Haya, amekutana nayo counter punch ambazo amekutana nazo Kato kama hivyo, baada yeye kupeleka ile jab yake na Singh akawa amecounter na akaruhusu sura yake kufikwa kama hivyo. Mjanja sana huyu Singh, ukimwangalia hivi ukikutana naye unaweza kusema hana analojua, lakini amekuwa mzuri. Kato amekataa, jaribu kumkatia ring hapo. Body punch, yani kwa kuwa yule hana power za kutosha, itakiwa Kato Machemba sasa amkatie ringi, astoke, akimweka kule pembeni astoke, yani amweke kati tu awe anapiga anapopataka yeye, kwa sababu yeye tayari ana nguvu, lakini akitembea hivi anakuwa bado anamsumbua, na bado yeye yule Singh anakuwa ana punch, anapiga ngumi na kutembea, lakini tayari ameshamuweza. Yani ni kitendo tu cha kumweka kati asicheze. Yani Kato anaingia akiwa anaonyesha kuna kitu ambacho tunakiona Pacman, na labda kama kona yake itamwambia Kato pia kwenye mchezo wa boxing bondia anajua ukitaka kumpiga ngumi kali, anajua kumfungua, hata kama mtu anakuogopa asikuogope, akae karibu na wewe. Lakini sasa ukimtisha kila wakati unapiga zile ngumi kali, anakuwa tayari mwenyewe anajipanga. Hebu angalia kwa sekunde chache kitu ambacho nataka umwangalie zaidi, kitu ambacho anakifanya Kato hapo kwa namna ya uchezaji wake. Ukiangalia saa hizi Singh ni kama aishajua kitu gani cha kufanya, kila akienda jabu nzuri anakuwa nayo. Tumeiona toka mwanzo jabu hiyo, tena kwa mara nyingine nzuri sana, na tumeisema hapa, lakini hiyo connection ya punch nyingine hatuioni kupitia right hand yake kutoka kwa Kato. Imekuwa ni changamoto muda wote, unaweza kusema labda ana injury kupitia mkono wake mwingine huu wa kulia. Ukiangalia muda mwingi jabu yake inafanya kazi, yani muda mwingi Kato jabu yake inafanya kazi, tena ni vizuri mno, sema tu finishing ndo hana. Lakini angekuwa na finishing kama huyu Mwindi anavyofanya, nadhani pambano hata huku lisingefika, kwa sababu alikuwa tangu mwanzo alikuwa ameshamkamata, na niliongea hii kama ile ndo raundi ambayo yeye angeweza kuicheza na kushinda. Huku mbele akishakuzoea hawezi tena kushinda, utashinda lakini utapigana, atakusumbua vibaya mno. Hawa ni mabundia ambao pamoja na kwa kupeleka right hand yake ambao unaiona kwa nadra sana ikifika, lakini pia target imekuwa bado. Body punch hizo zinashuka, Kato akizipokea na akimfuata, hajampa nafasi kubwa sana ya kuzunguka zaidi ya kumtengenezea eneo la pembeni, ataki atoke, achomoka kwenye kona. Singh akiendelea kuonyesha ubora wake, lakini amekutana na hiyo punch nyingine na nzuri sana ambayo ameirudisha Singh, ana speed sana. Yani Kato haitakiwa relax tu, yani kudance kidogo kumdanganya, yani hata kuna namna
awe anaingia ndani, sio kumfuata yeye kumfukuza tu. Yaani kuna namna na yeye mwenyewe anaamua kuja kukupiga. Kwa hiyo ndio hapo vizuri unaweza kutumia kaunta zako, lakini ukiwa unamfukuza yeye tayari yeye mwenyewe kichwani mwake anajua kama yeye unataka kumpiga. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajiandaa kabla hujapiga yeye account. Ndio kitu ambacho yeye anachelewa lakini kwa vile ambavyo unaona anamkatia ring anavyokuja Kato, anamkatia ring kwenye mstari ambao unatakiwa, ni kama anaona anamfuata moja kwa moja kiasi kwamba anakuwa anaonekana yeye anamfukuza, ndio anakuta anatembea. Counter punch hiyo ambayo amekutana nayo Kato, kitu ambacho ni kibaya. Tulikuwa tunazungumza hapa, anamfuata kwenye line ambayo hakika inakuwa na athari kubwa sana, kwa sababu unaonekana kuanzia uso wako. Unatana counter punch moja inaweza ikakulaza na shughuli kaishia hapo hapo. Kitu ambacho watu wanachozani kama mtu kisikia bondia anatoka India wanaweza wakajua Mdebwedo au sijui nini, wajue kabisa ichezi nchi, so India anacheza bondia. Kuna mabondia wanajua wa India, kuna baadhi wanajua ana kila kitu, ana nguvu kiasi, japo hajamzidi Kato, lakini ni bondia ambaye ni mzuri sana kwa siku ya leo hapa. Kwa hiyo ndugu zangu, mkisikia watu wanatoka India msijue tu ndizi, ni mabondia ambao ni wakali, ambao wanaburudisha kama tunavyomwona Kato. Bondia anayecheza nani, bondia mzuri na ni bondia ambaye Number 7. Raundi ya 7. Haya, tuangalie kwenye raundi hii hapa ya 7 nini ambacho kinaenda kutokea. Na nimesikia mashabiki Kato ameanza kutengenezewa mitego ambayo anaingia na ananasa na pausa. Angalia body punch hizo, hakika mapema tukishaanza kupata ladha ya usiku wa leo kwenye knockout ya mama. Ili moja kati ya pambano pia ambao linaendelea kuwa gumu. Pambano gumu kweli mpaka sasa. Yaani pambano ni gumu, yaani watu wasisikie muhindi tu. Muhindi huyu anajua kutoka India, ukajua baadhi hawa ni wakali wa filamu zile za maigizo. Haya, lakini anaonekana ni kama pia ni kama ameanza kupoteza pumzi, lakini ameruhusu pia hizo jabu hapa Singh, au ni ujanja na utengeneza ili kumvuta Kato. Huyu Muhindi yeye kazi yake ni mahesabu, unajua yeye anaangalia sehemu za kupiga, apigi ili mradi apige, yani anapiga kwa mahesabu. Kama hizo body punch, kama anaamua kwenda kwenye body punch anaenda, akiamua kupiga kichwa anapiga, yani apigi sio akukose, anapiga yani mradi kupate. Ndio maana unakuta punch nyingi anazopiga zinafanikiwa kufika. Unaona kitu kama hiko, overhand hiyo ambayo ameipeleka Singh. Kato akijaribu kupeleka kwa wakati huu, ikiwa haijafika ndio pia pale tu counter punches ambao anakutana nazo pia Kato. Kuna nyingine tena, nipige nikupige jab. Nzuri sana hiyo, ameipeleka power punch moja Singh, lakini amerejesha hapa Kato. Mwendo ni ule ule. Kato amekuwa ni bondia ambaye wa kusubiri sasa aanze, kashakuwa ana plan B. Anachukua naona anataka ngumi ambayo inaua, yani Kato anataka kupiga ngumi ambayo inaua. Hasa inakuwa kwa huyu bondia ambaye ni machachari, na yeye anakuona anachotaka kufanya, haitakiwa tu relax tu, jabu yake aguse. Ukiangalia amempa distance, Singh amempa distance kama hivyo, akiingia anaingia na kutoka. Angalia amepeleka pia right hand kwa hizi punch ambazo amezipokea pia huyu Singh. Inaonyesha kabisa ni mvumilivu, na Kato inabidi ajue kabisa pamoja na ile power ambayo anaipeleka, lakini inawezekana kabisa Singh na kona yake wakawa mwambia bwana, mimi na uwezo wa kuzimeza hizi punch za huyu bwana na hazina uzito wowote kabisa. Power kama ukimwangalia Machemba na power, na akashakutana na game ngumu kama hizi, ndio unakuta bado anabisha na bado akipigwa na yeye ana count hapo hapo. Ni bondia mzuri mpaka sasa hivi, raundi zote tumeziona mpaka hapa kufika 7 mpaka tunaenda sasa hivi ya 8. Ni fight ambayo ilikuwa nzuri, ni fight ambayo inavutia,
kile ambacho alikuwa anakieleza kwamba boxing haina ngumi moja tu, kwamba ni jab. Anamwambia kwamba jaribu kutengeneza pia punch nyingine. Kuna hook, kuna hiyo right hand, kuna hapa kati ambao walikuwa wanazitengeneza muda fulani. Kato mbona hazionekani? Mbona nisikia kuna labda kuna kitu ambacho anaweza kukifanya baada ya kuna yake kumwambia, lakini nafikiri wangemwambia apambane kulinda alichokitengeneza, labda ingekuwa ni nzuri pia zaidi. Na unajua sisi mabondia jinsi tulivyo, tunaweza makocha yetu wanatuambia vitu vizuri, wanatuelekeza vizuri, lakini sasa sisi tunaporudi tena pale kwenye kuicheza ile raundi, uwaga tunaenda kucheza na mbinu zetu sisi, tunaziacha zile ambazo tulizoambiwa tena na makocha. Sijajua inakuwaga ni nini, tunajiamulia mambo, yani tunajiamulia mambo sisi wenyewe, lakini umeshaambia usifanye kwa kitu, lakini hata unashangaa mbona anaenda kukifanya kile. Bwana Singh anaenda naye Kato Machemba. Angalia mambo yanavyoenda hapa, nipige nikupige. Counter jab hiyo ambayo anaenda nayo pia Singh. Naona sasa hivi ile jabu kashaipatia ufumbuzi. Body punch. Ana in out. Na akipeleka Kato, yeye anajaribu kuicounter kwa uharaka sana, na akienda apeleke, angalia hizo zinaitwa sasa ni double hook au ni nini? Angalia body punch zimeenda kuanzia chini akaenda naye juu. Singh amejaribu tena kumfuata, uoga haupo, kashamzoea. Na hii ni raundi ya mwisho. Angalia namna ambavyo analazimisha, labda naye anatafuta ile knockdown yoyote ambayo inaweza kumlinda. Nzuri sana ambayo ameipeleka Kato, lakini uone Kato ni kama naye pia mkono wake ukiwa juu amekutana nayo hiyo right hand kutoka kwa Singh. Au jamani, counter mbaya sana, ni mzuri sana, yani mzuri ambao anapiga mwili mzima, hakuna sehemu anayoiacha. Yani pale ambapo unaacha nafasi kidogo, unaona anapenyeza panchi yake na inapita. Ndio kitu ambacho anakifanya kama hivyo, analazimisha mambo, analazimisha pengine Kato afanye makosa. Kato gadi ikiwa juu, lakini bado ameenda naye hapa kati ambayo imekataa hapo kwa ukaribu. Right nzuri ambayo Kato ameenda nayo, anamtafuta tena, kamruhusu, kamtengenezea engo. Yani jab nzuri sana, right hand zile anazopiga ambayo ametua. Overhand imekataa kutoka kwa Singh. Jab tena, Kato kwenda nayo nzuri sana. Kwa mara nyingine pia body punch Singh. Hii ni moja kati ya pambano nzuri sana kuanza nao. Singh kaingia na kutoka, kaingia kama kawaida yake, anatafuta mbavu. Kuna kati ambayo imetokea, anacheka, anafurahi. Pambano nzuri, pambano namna yake. Angalia Singh namna ambavyo anatembea, anainamisha kichwa, lakini imekuwa ni moja kati ya pambano ambalo limekuwa ni la kiume kweli kweli. Ni moja kati ya pambano nzuri sana Pacman, kwa kile ambacho tumekiona. Nimeliona pambano ambao lina mvuto. Raundi ya kwanza hadi limemalizika, hamna mtu ambaye ameonyesha udhaifu. Ni miongoni mwa mabondia ambao kama Kato Machemba, kila fight ambayo mimi namuona akicheza ni fight ambayo ni ngumu. Sijawahi kumuona akicheza fight nyepesi. Ali B champion. He scored 78-73. Sakwe Mtulia, he scored 79-72. And Andrew Mutabas, he scored 79-72. Kufuatana na uamuzi wa majaji wote kwa unanimous decision, mshindi kwenye buti hii ni kutokea Tanzania, red corner, Kato Machemba.